Hii ni sehemu ya pili ya simulizi nzuri kabisa ambayo inamhusu binti Nifa. Binti anasimulia mambo mengi sana ambayo ameyashuhudia kwa macho yake kupitia katika familia ambayo alikuwa anaishi. Ni yale ambayo mama yake mdogo alifanya vitu vya ajabu sana kumfanyia dada yake, na hata kudiriki kutembea na baba yake Nifa. Ni mambo ambayo alikuwa anamuumiza binti huyu katika umri mdogo ambao alikuwa nao. Baada ya kusikia kishindo kama kitu kimdondoka, anasema kwamba sikutaka kusimama mlangoni tena, bali mimi nilifungua mlango na kuingia ndani na kumkuta mama yangu akiwa kaanguka chini. Kiukweli nilipiga sana kelele. Sikuamini kile ambacho kimetokea, kwamba mama yangu yupo katika matatizo makubwa sana ya kiafya. Nilifanya utaratibu kupiga kelele kwa majirani na mama yangu alifanikiwa kupelekwa hospitali. Mara baada ya muda kidogo, daktari alikuja kutoa majibu ya kwamba mama yangu alikuwa amepoteza maisha. Sielewi ni kwa nini sikulia, pengine ni kwa sababu mama yangu alikuwa amepitia maumivu mengi sana. Moyo wangu unaniambia kwamba mama yangu ana haki ya kupumzika, kwa sababu yale mateso alikuwa ameyachoka. Mateso yalikuwa ni ya muda mrefu. Mateso yaliweza kumla taratibu. Huenda alikuwa anaogopa kutoa machozi mbele yangu, lakini kwa sasa anaweza kufanya hivyo akiwa kaburini kwake. Naamini anaweza hata kujilaumu kwa nini hakumsamaratisha mamangu mdogo mapema. Watu wale wa benki walituacha, tukafanya maziko, na mwalimu wangu aliahidi kunitunza mpaka pale ambapo tutakapofikia tamati. Sikuwa na shaka naye kwa sababu nilikuwa namfahamu vizuri sana kwamba alikuwa ni mwalimu ambaye alikuwa amejawa na upendo mno. Mama mdogo hakuhudhuria kabisa msiba wa mama yangu, yani msiba wa dada yake. Hata ndugu wengine nao hawakufika. Sikujali. Sikuwa nalikumbuka sana na kulizingatia hilo sana. Kikubwa nilikuwa nahakikisha kwamba mama yangu aweze kupumzika mahali pema peponi. Uwepo wao si kitu kikubwa, mama yangu kapumzika. Niliambatana na mwalimu wangu mpaka kwake. Mume wa mwalimu alinikaribisha vizuri. Ni mwanaume mpole sana. Aliniambia kwamba pole sana kwa matatizo yaliyokukuta ukiwa katika umri mdogo wa namna hii. Mimi na mke wangu tutahakikisha kwamba tunakupa kile ambacho kinachostahili. Huenda kikawa kidogo au kisiwe na ubora unaotakiwa, lakini naamini kwamba wazazi wako watafurahi huko waliko. Mwakani utaanza darasa la 6 kwenye shule ambayo tutaweza kukulipia ada. Na inabidi ukubaliane na hili kwamba tunakurudisha nyuma kidogo. Huyu ni mume wa mwalimu ambaye alizungumza hivi na kunifanya mimi nitokwe na machozi. Maisha yaliendelea nikiwa hapa kwa mwalimu. Siku moja nikiwa natoka dukani, nilisikia tetesi ya kwamba nyumba yetu iliyokwisha kupigwa mnada na benki inabomolewa, kisha panajengwa hoteli. Nilihitaji kushuhudia kwa namna yake nyumba yetu inavyobomolewa. Nilikuwa na 500 mkononi. Niliamua kupanda bajaji na kuelekea sehemu ambako tulikuwa tunaishi zamani. Ni kweli nyumba yetu ilikuwa inabomolewa. Kwa macho yangu nilimshuhudia mamangu mdogo pamoja na Mary wakitazama jinsi nyumba yetu ilivyokuwa inabomolewa. Hasira zilinipanda. Nilichukua jiwe na kurusha, likatoa mgongoni mwa mama mdogo. Mama mdogo baada ya kuniona alinisogelea akiwa kashikilia mgongo wake. Watu waliokuwa sehemu waliniombea msamaha sana. Nifa, nimekutafuta sana mwanangu. Ulikuwa wapi? Mama mdogo alizungumza huku akilazimisha kunikumbatia. Niliamua kumsukuma, sikuwa kabisa nikihitaji kumbato lake la kinafiki. Ameona watu ndio maana anajifanya mwema. Ameona watu anajifanya kama vile mimi ananijali sana. Niliondoka kwa hasira. Mary alinikimbilia, akaniambia, Nifa, nimekutafuta sana, ulikuwa wapi? Nikamwambia, kwa nini nitafute Mary? Kwani unanidai kitu au unataka kuuliza kitu gani? Unataka kuniuliza kitu gani labda kilimua baba yangu na mama yangu? Nilimuuliza Mary. Mary akaniambia kwamba twende nyumbani. Twende ukaishi kwetu, nitahakikisha kwamba unapata elimu bora. Mary alizungumza. Nikamwambia kwamba Mary, wewe na mama yako ni zaidi ya marafiki. Siwezi kukaa kwenu kwa sababu ipo siku moja mama yako ataniua mbele yako. Na wewe usinifanye chochote, usinipe msaada wote ule.
Na hata umesema utahakikisha kwamba napata elimu bora. Kwani umekuwa na pesa nyingi siku hizi? Ulikuwa wapi mimi usihakikishe kwamba napata elimu bora kama ndugu yako, kipindi ambacho mimi sikufanya mtihani wa darasa la 7? Sikia Mary, kuanzia sasa mimi sio ndugu yako tena. Nilimwambia hivyo Mary. Mary alinisogelea kanishika mkono na kunisihi sana kwamba twende kwao. Toa mkono wako hapo, unajitafutia magonjwa mwanangu. Mama yangu mdogo alikuja haraka sana akautoa mkono wa Mary kwangu. Alichukua sanitizer akampaka mtoto wake mkononi, akamwambia kwamba tuondoke. Kama utaendelea kuzungumza na Nifa atakutia mkosi, kumbuka una vitu vingi sana hujakamilisha siku ya leo. Mama yangu mdogo alizungumza mbele ya macho yangu kana kwamba alikuwa ananinyenyapaa na kunitenga vibaya mno. Mary aliendelea kulalamika kwamba, lakini mama, huyu ni ndugu yetu, anapaswa kuambatana na sisi. Tangulia kwenye gari, siwezi kwenda bila Nifa. Unaonekana unampenda sana Nifa kuliko mimi. Sasa fanya hivi, baki na Nifa, alafu katika ubongo wako futa wazo kama una mama katika huu mji. Mama mdogo alizungumza na mtoto wake kisha akaanza kuondoka. Mary hakuwa na ujanja wa kubaki na mimi. Kanisubiri kwenye gari nizungumze na huyu nguruwe pori. Mama mdogo alimwambia Mary huku akimpatia funguo. Mary aliondoka kwa kukimbia sana. Mary ni vuguvugu pande zote. Anataka hataki, ila nitahakikisha namfanya anakuwa upande mmoja. Lazima awe moto na kuchome huo mdomo wako. Mama yangu aliniambia huku akinitazama kwa ukaribu. Mama mdogo, siku zako za kuishi katika ulimwengu huu zinahesabika. Hakika ipo siku moja utaipata ghadhabu. Nifa, hakuna mtu ataishi milele kwenye ulimwengu huu. Kila mtu atakufa. Shida ni kwamba unakufa kwenye mazingira gani na unaacha historia gani kwenye ulimwengu huu. Wazazi wako wamekufa wakiwa na maumivu na majuto mioyoni mwao. Katika midomo ya watu historia zao zinasomeka kama wanyonge na wajinga, ila mimi Mama Mary nitasomeka kama mtu jasiri na mpambanaji. Uwe na maisha mema. Mama yangu mdogo alizungumza kisha kaondoka. Kama kawaida yake alipiga hatua huku akicheka sana. Mimi sikuwa na neno lolote la kusema zaidi ya maneno yake yalikuwa ni makali na machungu kwangu. Niliokota mawe hata niweze kumrushia, lakini sikuwa na nguvu za kufanya hivyo. Niliondoka na kurudi zangu nyumbani kwa mwalimu. Baada ya mwezi mmoja kupita nikiwa bado na miaka 13 nilivunja ungo. Nilipendeza sana. Niliongezeka mwili wangu na nilikuwa na hips kubwa sana, hata ngozi yangu pia ilikuwa ni nzuri mno. Ilipendeza kama msichana ambaye alikuwa ni mzuri. Mwalimu alinipa mafunzo mazuri na mengi kuhusu usichana wangu. Nilijikuta nikiogopa wanaume na sikutaka hata kuwasalimia. Mimba za utotoni niliziogopa na kuzipiga vita kuliko kitu chochote kile. Alhamisi moja mwalimu akiwa hayupo, mume wake alikuja chumbani kwangu. Tena aliingia bila hodi. Hili lilikuwa ni tukio lingine ambalo lilianza kunichanganya sana. Nilijikuta nikiogopa kwa sababu nilikuwa nimetoka kuoga na sikuwa na ile habari kwamba kuna mtu ataingia haraka haraka chumbani kwangu. Akaniambia kwamba Nifa, nitakupatia chochote kile ambacho unakitaka. Naomba unisaidie kidogo tu. Mimi hapa ninatamani kuwa mwanaume wako kwanza katika maisha yako. Mume wa mwalimu alizungumza huku akinisogelea. Nilichukua kanga yangu na kujifundika hatari. Nilimtaka aondoke mara moja, sikuwa tayari kufanya chochote na ule mtu. Sitaki kuwa kama mamangu mdogo, mwizi wa wanaume zetu. Mume wa mwalimu alinisogelea. Hakika alikuwa amedhamiria kunifanyia kitu kibaya sana. Sitosahau katika hili. Alinikamata kama mwanaume kisawasawa bila aibu na kunifanyia kile kitu ambacho alidhamiria. Nililia kilio cha uchungu sana kwa sababu nilipata maumivu makali mno. Akiwa katika zoezi la kunifanyia kitendo kile, mwalimu aliingia chumbani kwangu akiwa kashika kiti. Alimpiga nacho kichwani mume wake, na haikuwa mara moja, alimpiga mara nyingi sana mpaka alivyotulia. Akaniambia kwamba Nifa, nisamee mwanangu. Laiti kama ningejua mume wangu ni mshenzi kiasi hiki,
tungeenda kuishi kijijini huko. Mwalimu alizungumza huku akilia sana. Alimsukuma mume wake pembeni, ndipo akafanikiwa kunitoa mimi. Nililia sana nikiwa miguuni mwa mwalimu wangu. Nikamwambia, lakini mwalimu, mbona baba hamki? Tangu mwadhibu amelala hapo hapo. Nilimwambia yule mwalimu. Akaniambia, najua kitu kinachoendelea, tena usimuite baba. Huyu ni zaidi ya nyoka, hafai kuitwa baba. Lala miguuni kwangu kwa sababu mimi na wewe hatutaonana tena. Pengine labda kama siku zikiganda tukarudia maisha yetu ya zamani. Mwalimu alizungumza maneno ambayo sikuelewa hata kidogo. Mwalimu, mbona sikuelewi? Nimemuua mume wangu kwa sababu amekukosea sana. Naomba uendelee kulala. Mwalimu aliongea. Naelewa mtu akiua kwamba ni kitu gani ambacho kinafuata. Nililia bila kukoma. Mwalimu alizungumza kwamba pindi nitakapokamatwa na polisi, nenda ukaishi kituo cha watoto yatima. Huko ndo sehemu sahihi kwako. Usikae mtaani wala kupokea msaada wa mtu yote yule. Wanaweza kukufanyia vitendo vibaya zaidi. Ni maneno ambayo mwalimu aliniambia. Mwalimu aliniambia maneno mengi mazuri kama usia. Alinichukua kanisafisha. Baada hapo aliingia chumbani kwake akidai kwamba anaenda kubadilisha nguo tuende hospitali. Niliamua kumsubiria sebuleni lakini hakutokea tena. Niliamua kumfuata chumbani. Nilishtuka sana kwa sababu mwalimu wangu alikuwa tayari amejidhuru. Nilitoka nje huku nikiwaita majirani kwa kelele kali. Mwalimu wangu alikuwa amepoteza maisha kwa kujidhuru yeye mwenyewe. Taratibu zilifanyika. Baada ya mazishi kumalizika, niliondoka japo watu walinipeleleza chanzo cha mwalimu na mume wake kupoteza maisha ni kitu gani. Mimi sikusema chochote, sikutaka watu wajue mimi kwamba nilikuwa nimefanywa kitendo kibaya kwa sababu ingekuwa aibu kubwa sana kwangu. Huenda hata ningejiua mimi. Nilipokelewa kituo cha watoto yatima. Maisha hapa yalikuwa ni mazuri kwa sababu hakukuwa na upendeleo wote. Wote tulikula chakula cha aina moja na tuliishi kwa usawa na tulifundishwa maadili mazuri. Kadri siku zilivyozidi kwenda, nilianza kuwa na hisi kichefuchefu kila wakati pale ambapo nilipokuwa nakula. Pengine ni kwa sababu nilikuwa simpendi mpishi anayetupikia chakula. Lakini hali hii niliizoea, lakini ilivyotimia miezi 4 tu, hali yangu iliendelea kukoma. Siku moja tukiwa tunacheza na wenzangu, nilidondoka chini. Niliona kizunguzungu kweli. Tumbo lilikuwa linaniuma. Nikapelekwa hospitali. Baada ya vipimo kufanyika, nilihamishiwa chumba cha upasuaji. Sikujua shida ni nini mimi. Upasuaji ulivyomalizika, niweza kurudishwa kwenye wodi ya kawaida. Akili yangu ilikuwa imechoka, hata matroni wetu walivyoniongelesha nilikuwa najihisi sisikii chochote. White sister anayetufundisha kusali alikuja pia. Bado sikutaka kufumba macho. Umesema alikuwa na ujauzito na kwa bahati mbaya umeharibika. Nilimsikia White sister kimuuliza matron. Ndiyo. Sina uhakika kama alikuwa analijua hilo. Ni mdogo bado. Halafu kizazi chake kilikuwa kimeanza kuharibika, wamekitoa pia. Kitu kingine, kabainika kwamba na virusi vya ukimwi. Sijui itakuwaje. Hakika namwonea huruma huyu binti. Matron alizungumza maneno yake ambayo alinifanya nihisi nachomwa na kitu kikali sana tumboni mwangu. Yaani hapa mimi nilipo nifa, nimetolewa kizazi na nina virusi vya ukimwi. Nilifumba macho kwa nguvu zote huku nikisali niweze kufa tu, Mungu anipokee tu. Natamani kufa mimi na si kitu kingine. Nina faida gani kuendelea kuishi duniani hapa? Nilimsikia White sister akimwambia matron, unakumbuka mwaka jana kuna mtoto alijiua baada ya kugundua kwamba ana maambukizi ya virusi vya ukimwi? Nawezaje kusahau tukio kama hilo? Bado ninakumbuka vizuri. Typhoid inamsumbua Nifa. Hivi ndivyo tutawaambia watu pindi atakapokuwa anaumwa. Na nitaishi naye chumbani kwangu, na hitaji kuwa mlezi wake karibu sana. Taratibu nitamweleza nini ambacho kilitokea mpaka akawa katika hali kama hii, ama kovu la operation.
White Sister alizungumza. Wawili hao walikubaliana kuweka siri, hata mimi sikupaswa kujua mpaka pale White Sister atakapoamua mwenyewe. Nilikaa hospitali wiki moja. Kichwani mwangu nilijiambia pindi nitakapotoka hapa lazima nijiue tu, kwa sababu sina faida yoyote ile duniani. Ili ndilo ambalo lilikuwa tumaini langu la mwisho. Niliweza kuruhusiwa kutoka hospitali. White Sister alikuwa karibu sana na mimi. Hakunipa nafasi ya kubaki peke yangu nianze kuwa na msongo wa mawazo, kwa sababu alisema kwamba siko sawa na alikuwa analijua hili. Nilijitahidi kuweka tabasamu usoni mwangu ili tu White Sister anipe nafasi ya kuwa peke yangu, lakini hakufanya hivyo. Tayari saikolojia yake ilikuwa ni rahisi sana kunisoma mimi ni mtu wa aina gani. White Sister, kuna mtoto kadumbukia kisimani. Matron alileta taarifa asubuhi moja tukiwa tunakunywa chai. Sister alionekana kushtuka sana. Aliondoka akaniacha peke yangu. Habari za mtoto kudumbukia kisimani hazikunipa pressure sana. Badala ya kwenda kushangaa tukio, niliondoka sehemu hii. Nilitaka kufa na si kuishi tena katika kituo cha watoto yatima, kwa sababu hakikuwa mbali na bahari. Nilitembea hatua chache nikafika ufukweni mwa bahari. Nifa! Nilisikia nikiitwa. Niligeuka kushoto kwangu. Nilifanikiwa kumuona mwanafunzi mwenzangu, tulisoma wote shule ya msingi, japo mimi sikufanikiwa kufanya mitihani. Pole kwa yote yaliyokupata. Kila mtu anajua mama yake Mary ndio chanzo cha huzuni yako. Kwa sasa Mary kapelekwa jijini Odessa. Nasikia shule aliyoenda kusoma ni ya gharama sana. Sikupaswa kukuambia habari za Mary, lakini mimi nakwambia hivi ili upate hasira kupambana zaidi. Mwanafunzi mwenzangu aliniambia na sikuelewa kwamba alikuwa anataka nipambane vipi wakati maisha yangu yalikuwa yameporomoka. Nilikuwa sina usaidizi wote ule. Nikamwambia kwamba asante kwa kuniambia habari hizi. Hakika nitapambana. Vipi? Umefaulu kuingia kidato cha kwanza? Ndio, nimefaulu. Namshukuru Mungu. Hongera. Nilimwambia mwanafunzi mwenzangu na sikutaka kuonesha kama nina huzuni. Nilionyesha tabasamu tu la uongo mbele yake. Tuliongea mawili matatu kisha akaondoka zake. Ndoto yangu ilikuwa ni kusoma kidato cha kwanza jijini Odessa. Sijaweza kuitimiza ndoto hii, lakini leo hii naambiwa kwamba Mary ameenda Odessa kusoma. Moyo wangu ulikuwa unaniuma sana. Naweza kuishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini si kuishi na kumbukumbu za ukatili wa yule mama Mary au mama yangu mdogo. Taratibu nilipiga hatua kuelekea katika bahari. Nilifanya hivi nikiwa nimefumba macho. Nilihisi maji yakiwa yamefika magotini mwangu, na mimi niliendelea kupiga hatua mbele tu. Maji yalifika tumboni na mwishoni yalifika mabegani. Baba na mama, niandalieni chakula. Nipo nakuja nikiwa na njaa kali. Nilizungumza nikijua mwisho wa maisha yangu umefika. Mimi hapa ndio nakuandalia chakula. Huwezi kufa kwa namna hii. Sauti ya White Sister ilisikika na alinikokota mpaka nchi kavu baada ya kunikamata mikono yangu. Miguu yangu ilikuwa ikitetemeka sana. Hakuna mtoto aliyedumbukia kisimani. Nilitaka kujua kama ukiachwa peke yako kwa sekunde kadhaa utafanya kitu gani. Kujiua ndio kumetawala kichwani mwako. Naomba uniambie kwa nini unataka kujiua? White Sister aliniuliza. Nilimsimulia White Sister kila kitu kuhusu maisha yangu na maisha ambayo katufanyia mamdogo. Nilimsimulia pia jinsi niliweza kufanyia kitendo cha kikatili na ule mume wake mwalimu, ambao wote ni marehemu. Nilifikiria unajua kwa sababu huna kizazi, na pia una huu ugonjwa wa virusi vya ukimwi. Kumbe mama yako mdogo amekufanyia kitendo kibaya kama hiki? White Sister alizungumza akionekana kwamba alikuwa anashangaa sana. Kama nikiishi, nitahakikisha mamangu mdogo anaingia hatiani. Hawezi kuishi, sitaki aishi. Hapana, lazima uishi. Lazima uwe darasa la wengine. Sioni sababu ya kuishi, Matron. Nipe sababu itakao nifanye niishi. Naomba uwe sister. Ukiwa sister hautawapa maambukizi watu wengine. Hakuna mtu atakuchekea kwa nini hauzai. Tazama,
mimi nina virusi vya ukimwi. Sina kizazi, lakini naishi kwa maisha kumwamini Mungu. Kwa nini usiishi? Huenda ulifikia hayo matatizo kwa ajili ya tamaa zako mwenyewe. Lakini Nifa kasababishiwa haya matatizo na ndugu yake. Madam, huoni kwamba ana sababu ya kufa? Nilimwambia White Sister. White Sister alinipigia magoti, aliniomba niishi na nikubali kuwa sister. Kwa kuwa mtu mzima na alikuwa ni mwenye upendo kwangu, na alikuwa ananiomba na kunisii niweze kuishi maisha yale, nilikubali. Lakini ndani ya moyo wangu nilikuwa na kisasi kikubwa sana kwa mama mdogo. Kizazi chake na kizazi chake ambacho sitokuja kukisamea hata siku moja. Tuliweza kurudi kituoni, nilibadilishwa mavazi yangu na kuanza kufundishwa imani na kukabidhiwa mavazi ya sister. Kuanzia sasa utaitwa Sister Nifa. White Sister aliniambia. Nilianza kuwa na matana naye kila sehemu mbalimbali nilikuwa naye. Nilipendezwa na mafunzo aliyokuwa anayatoa kadri siku zilivyozidi kwenda. Mimi pia nilianza kutoa mafunzo. Ndani ya moyo wangu nilimwombea mama mdogo aishi maisha marefu, yeye pamoja na mtoto wake Mary. Baada ya miaka 3 kupita, White Sister aliniambia kwamba tunaenda Odessa katika shule ya Bilgate. Lakini ni shule yenye gharama sana na ina ulinzi mkali. Je, watu kama sisi tunaruhusiwa kwenda hapo? Niliuliza. Akasema ndio, tunaruhusiwa kwenda hapo. Hakuna sehemu ambayo hatuwezi kufika, jiandae mwanangu. Niliingia chumbani na kuchukua vitu ambavyo niliona vinafaa kabisa kwa ajili ya safari. Kwa kipindi chote hicho sikuwahi kuonana na mama mdogo, ila ndani ya moyo wangu nilimwombea aishi maisha marefu ili siku moja nije kulipa kisasi changu. Tulipanda ndege na White Sister tukaelekea jijini Odessa. Tulipokelea vizuri, muda wote niliangaza huku na kule. Shauku yangu ilikuwa ni kumuona Mary. Si kwa sababu nimemkumbuka sana, hapana, ila nilitaka nimuone tu kwa kiasi gani amekuwa. Kweli kama bahati nilifanikiwa kumuona Mary. Yeye pia aliniona, lakini hakuweza kujizuia kunikimbilia kisha kanikumbatia. Nifa wangu, ni wewe? Mary aliniuliza. Nikamwambia ni mimi Mary. Tutazungumza, acha kwanza nitimize mambo ambayo amenileta hapa, nilimwambia Mary. Mary alifurahi sana kuniona. Nilitoa mafundisho kama sister ama White Sister alivyoniambia, na mwisho nilitoa wito kwa mabinti kujiunga na chama chetu cha sisters, na hakuna hata mmoja aliyejitokeza. Niliweza kuzielewa hisia zao. Watu hawa wana ndoto za kuolewa. White Sister, nataka kuzungumza na Mary. Sitachukua muda mrefu, nitakuja, nilimwambia sister. Hakuwa na shaka, aliweza kuniruhusu kwenda kuzungumza na Mary. Swali la kwanza lilo niuliza Mary, aliniuliza kwamba kwa nini umekuwa sister? Ina maana wewe hapo hautamani tena kuwa na familia? Nikamjibu kwamba nilikuwa na ndoto ya kuwa na familia, lakini baada ya kushuhudia kwa macho yangu familia yangu inaangamia kizembe namna ile, ndoto hiyo ilikata, na ndio maana nimeamua kuwa sister. Tuachane na hayo. Mama yangu mdogo hajambo? Hajambo. Amekuwa akikuulizia sana. Utamsalimia. Pia na kutakia kila la heri katika mitihani yako. Naomba umsamehe mama yangu. Mary alizungumza. Nilimwambia kwamba nilishamsamehe mbona. Naomba usinikumbushie mambo ya zamani ambayo yalipita. Mimi na wewe ni ndugu, naamini kwamba ipo siku moja tutaonana. Nifa, ukichoka maisha kuwa sister, naomba uje ukae kwangu. Kwa muda huu nina imani kabisa kwamba nitakuwa kwangu, Mary aliniambia kwa kumaanisha. Niliacha tabasamu tu kisha nikaondoka. Tulikaa Odessa kwa wiki 2 kisha tukaondoka. Nilipata kibali cha kwenda kusoma jijini mambo ya utao,
Nilikaa miaka 6 na kila nilipopata muda nilijifunza aina mbalimbali za sumu zisizo na tiba, na muda wangu ulivyoisha niliweza kurudi jijini Maine. Kwa sasa nimekuwa binti mkubwa sana. Kama nisingekuwa sister, huenda ningekuwa mke wa mtu. Kwa namna ninavyompenda white sister, nilipita supermarket na kumnunulia juice za limao ambazo alikuwa anapenda sana mara kwa mara. Nikiwa nachagua juice za lemon, nilikutana macho kwa macho na mamangu mdogo. Moyo wangu ulishtuka sana, ni muda mrefu umepita bila kumuona huyu mama. Bila aibu alinikaribia kisha akanikumbatia. Nilikutafuta sana Nifa. Kesho ni harusi ya Mary. Naomba usijifiche. Karibu sana ushuhudie tukio hili. Mamangu mdogo alizungumza akiwa bado kanikumbatia, hana hata aibu. Mama mdogo, huwezi hata kuulizia kwamba naendeleaje? Ila unawahi kuzungumzia furaha ya Mary? Hakika hujabadilika mama mdogo, nilimwambia mamangu mdogo huko nikimtoa katika lile kumbato. Wewe ni sister kwa sasa. Kwa nini unazungumza na mimi ili hali sauti yako ina makasiriko? Harusi ya Mary inafanyika wapi? Natamani kuja kushuhudia, nilimuuliza mama mdogo badala kujibu swali lake ambalo alikuwa ameniulizia. Kupitia TV utaona wapi harusi inafanyika. Siwezi kukwambia, ila natamani ufike sana, hata kwa kuruka ukuta. Hakika kwa namna ninavyompenda Mary, nitaruka ukuta na nitafika katika tukio lake. Siamini kama njaa zimekufanya uwe mtawa. Bila shaka kuna matukio yatakuwa yamekupita na kukupiga vya kutosha. Ninafurahi sana kuona unakaa huku na una haha kweli huku na kule. Nilimwambia mama yako, wewe ulizaliwa sehemu yenye pesa lakini utakufa maskini sana. Maneno yangu lazima atimie, utakufa maskini. Mama yangu mdogo alizungumza maneno kama yale kisha kanitakia siku njema. Niliacha tabasamu kwa sababu mama mdogo hajui chuki niliyokuwa nayo ndani ya moyo wangu. Laiti kama angejua, sidhani kama angetabasamu namna ile. Nililipia juice nilizonunua kisha nikaondoka zangu. White sister alifurahi sana baada ya kuniona. Nilimpatia zawadi zake kisha nikamuomba aweze kuniruhusu nilale. Nilikuwa nimechoka sana siku hii. Nilisinzia usingizi mzito sana. Nilikuja kushtuka majira sana usiku. Msikilizaji, kuna jambo lilikuwa kichwani mwangu. Nilibeba nguo begani mwangu nikiwa na mavazi ya kawaida kabisa. Baada ya kutoka kituoni nilienda hotelini na kubadilisha mavazi. Kupitia kioo niliona jinsi nilivyo mrembo. Mavazi ya kitawa niliyaweka kwenye begi kisha nikaanza kutembea. Hakuna siku nimepata usumbufu kwa wanaume kama leo. Nashindwa kuelewa, ina maana hao wanaume hawana wapenzi wao au ni tamaa zao tu za kimwili ndizo ambazo zimewajaa? Niliongeza kasi kutembea. Nahitaji kwenda kwa mama mdogo. Nahitaji kuzungumza naye. Lakini usumbufu kutoka kwa wanaume ambao uliniandama njiani ulinifanya nipande bajaji. Hata mwendesha bajaji naye alinitolea macho kule kweli. Usifikirie kunifanyia jambo baya. Endesha bajaji haraka sana, nilimwambia dereva bajaji kwa sababu niliyasoma mawazo yake potofu. Nilimuona kababaika kidogo, bila shaka aliwaza kwamba jambo ambalo alikuwa anataka kulifanya nimelijuaje. Nilifika mpaka nyumbani kwa mamangu mdogo, niligonga geti. Yupo na wageni. Kagoma kupokea wageni kwa sasa, mlinzi alizungumza. He? Mpaka leo bado unafanya kazi kama hii? Nilimuuliza mlinzi, bila shaka alikuwa kanisahau. Kwani unanifahamu wewe? Aliuliza. Mimi ni Nifa. Nilimuona mlinzi akitoa macho. Alinifungulia geti akanitaka nikakae bustanini. Pindi mamangu mdogo atakapomalizana na wageni ataniruhusu nimuone. Mimi sikuwa na shaka. Nilienda kukaa bustanini. Nyumba ya mama mdogo inafanana kwa kila kitu na nyumba ya zamani ya kwetu, ukitoa rangi tu. Kwa nikiwa hapa bustanini nilijihisi kama vile niko nyumbani. Niliwakumbuka sana wazazi wangu.
Kila machozi yalipotaka kutoka nilijitahidi sana kuyazuia. Kuna harufu ya marashi niliyanusa nikiwa nimekaa hapa. Pengine ni kwa sababu ya upepo mwanana uliopo hapa ambao ulikuwa unanifanya ninuse hata harufu ya mtu ambaye alikuwa mbali. Nipo nahisi kama kuna mtu nyuma yangu. Niligeuka kwa tahadhari kubwa sana. Nilikutana macho kwa macho na mwanaume ambaye ni mgeni machoni mwangu. Akanisalimia kwamba habari yako. Mwanaume huyu alinisalimia kwa kubabaika sana. Nikamwambia salama. Watu wote wako ndani. Kwa nini wewe umekaa hapa peke yako? Ukizingatia kwamba kuna baridi kali sana. Nina shida na Mary pamoja na mama yake. Mlinzi kanielekeza kwamba kuna jambo linaendelea huko ndani. Jambo hilo halinihusu hata kidogo, ndio maana kaniambia kwamba niweze kusubiri hapa ili hilo jambo liweze kuisha nami nipate nafasi ya kuzungumza nao. Lakini cha ajabu, mwanaume huyu alibaki kunitazama tu kwa mshangao. Sijui ni kitu gani ambacho kimempata, lakini alikuwa hazungumzi tena. Niligeuka nyuma, pengine hanitazami mimi. Nyuma yangu hakukuwa na kitu chochote zaidi ya taa za kuvutia. Naomba ushike maneno yangu haya. Tangu nizaliwe sijawahi kuona msichana mzuri kama wewe. Sitaki kujua kama upo kwenye mahusiano au la, lakini mimi hapa nitahakikisha kwamba nakupata kwa harama yote ile. Haijalishi utakuwa unataka au utakuwa hutaki, lakini nitajitahidi nikushawishi mpaka uweze kukubali. Ni kazi ya mwanaume kumshawishi mwanamke mpaka akubali. Mwanaume huyu alizungumza. Nilijikuta nikicheka kwa sababu tangu nizaliwe sijawahi kuona mwanaume anayezungumza maneno ya ajabu kama huyu ambaye alikuwa mbele yangu. Mary yupo bustanini, katika bustani ya pili. Kwa hiyo unaweza kwenda kuzungumza naye. Jina langu naitwa Biden. Biden alizungumza huku akinyosha mkono tusalimiane. Asante kwa kujitambulisha. Kuhusu jina langu nitakuambia siku nyingine tutakao kutana. Umesema utanitafuta kwa vyovyote vile. Kwa hiyo nasubiri hiyo siku uweze kunitafuta. Na kuhusu kukupa mkono wangu, mimi sipendelei sana salamu za namna hii. Nina namna nyingine ya kuweza kusalimiana na wewe, nilimwambia Biden, kisha nikaelekea bustanini. Katika bustani ya pili aliko Mary. Mwanzo nilimwona mama yangu kama mtu mbaya sana kwa kumuumiza Nifa na familia yake. Lakini kadri siku zilivyozidi kwenda niligundua kwamba mama anafanya hivi kwa ajili yangu. Hivyo ili nisimuumize Nifa, niliamua kujifanya niko upande wake. Sara, sio rahisi kuuaga umaskini, lakini kupitia mama yangu kila kitu kimekuwa rahisi. Kesho nitaitwa mke wa Biden rasmi. Naona kama muda hauendi. Kwa masikio yangu nilimsikia Mary akizungumza na rafiki yake ambaye ni Sara, wakiwa wamekaa kwenye kiti. Sikuona sababu ya kuwasumbua tena. Mary mwenye tabia kunihurumia na kulia pale mama yake anaponiumiza, leo hii mdomo wake anatamka kwamba alikuwa ananiigizia tu. Niliondoka nikiwa nimechoka sana, na hata mlinzi alivyoniongelesha sikumsikia kabisa hata neno lolote lile. Sikutaka kurudi kituoni kwa White Sister, bali nilikwenda moja kwa moja hotelini. Huku nilipata nafasi ya kulia vizuri, na asubuhi kulipopambazuka niliwasha television. Nilihitaji kuishuhudia harusi ya Mary, hivyo niliitafuta kila channel lakini sikuona. Mamangu mdogo alitamba sana siku ya harusi ya Mary itarushwa kwenye TV. Kwa nipo na shangaa tu kwa nini sioni. Kwa tangu kile kipindi naiona namba ya mama mdogo kwenye simu ya baba, ilikaa kichwani mwangu kuliko kitu chochote kile. Kwa mara ya kwanza kabisa niliandika namba ile ya mamangu mdogo kwenye simu yangu, kisha nikaipiga simu yake. Simu yake iliita bila kupokelewa. Niliweza kurudia kupiga mara ya pili. Nilizungumza. Harusi ya Mary imerusha channel gani? Nipo hapa na shauku ya kutazama. Simu ilikatwa. Akili yangu iliniambia kwamba kuna kitu hakiko sawa. Nilivaa mavazi ya utawa kisha nikapanda bajaji mpaka nyumbani kwa mamangu mdogo. Nilihitaji kujua kwamba ni kitu gani ambacho kinaendelea kule. Nifa, kumbe wewe ni mtawa?
Mlinzi aliniuliza baada ya kuniona. Hebu zungumza, harusi ya Mary inafanyika wapi? Harusi imesitishwa. Biden katoa udhuru, sijui hata ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa upande wake. Mary humo ndani humo kalala, hata mama mdogo wako pia humo ndani kumbembeleza. Mary anajisikia vibaya sana mara baada ya mume wake kuahirisha. Mlinzi alizungumza. Sikuona sababu ya kuingia ndani kwa sababu kama nikifanya hivi nikiwa katika haya mavazi nitamkosea sana White Sister. Nilimtaka mlinzi asizungumze kama nimefika sehemu hii, na mlinzi aliahidi kukaa kimya kabisa. Nafahamu niko namna gani hii familia imekuumiza. Hata ile siku umekuja hapa sikuzungumza chochote kile. Mlinzi alizungumza na mimi nilivutiwa sana na maneno yake. Nilimpatia $100,000 kama asante kwa kile ambacho ulikifanya. Niliweza kurudi kituoni kwa White Sister nikiwa nimejaa tabasamu tele usoni kwangu. Kwa namna mamangu mdogo alivyokuwa anazungumza juu ya harusi, nilitamani kumuona. Nilitamani kujua ni kitu gani kimempata Biden mpaka asitishe harusi hiyo. Baada ya wiki moja kupita, mimi pamoja na White Sister tuliotembelea wagonjwa katika hospitali ya private ya Ashabela. Hii hospitali ni ya kipekee sana, pamoja na kwamba baba yangu alikuwa na pesa, lakini hatukuwahi kupata huduma katika hospitali hii. Tuliingia chumba kwa chumba na mwisho niliingia chumba namba 5. Msikilizaji, nilishangaa sana baada ya kumuona Mary pamoja na mamangu mdogo. Nifa, nimekutafuta sana. Angalia mama yangu kavunjika mguu. Moyo wangu unauma sana. Mary alizungumza. Kila tukionana hupenda kusema kwamba amenitafuta sana. Na hata huwa anajiuliza kwamba ni sehemu gani hiyo ambayo huwa ananitafuta yeye wakati mimi napatikana tu kwenye kituo cha watoto yatima cha White Sister. Kama mtawa, jukumu langu ni kuwatia nguvu watu. Nilimkumbatia Mary. Macho yangu na mama yangu alikutana, sikuweza kuficha chuki zangu dhidi yake. Nilimuonesha waziwazi. Nifa, nahitaji kuzungumza na wewe. Mamangu mdogo aliongea. Mary na White Sister walitupisha na mimi nilibaki na mamangu mdogo. Wewe sio mtawa nikikutazama, bali naiona chuki yako iliyohifadhi maumivu makali moyoni mwako, hasa juu yangu. Juu yako? Umesema? Kwa nini Mary haumzungumzii tena? Eti au nahisi binti yako wa dhahabu sana yuko salama? Nilimuuliza mama yangu mdogo. Nifa, Mary hajawahi kuwa adui yako. Naomba umtoe kwenye orodha ya chuki yako. Kwa nini unasema hivyo? Mama mdogo ambaye ni jasiri anaonekana kukata tamaa kweli kweli, wakati hata sijaanza kumwadhibu ama kupata ile stahiki ya adhabu yake ambayo ilikuwa nimempangia. Anasema kwamba nimevunjika mguu wangu bahati mbaya. Hii haimaanishi kwamba nimekata tamaa. Mimi bado niko imara kweli kweli. Nikupe pole kwa sababu Biden aliahirisha harusi. Unajua kwa nini ameahirisha harusi? Nilimuuliza mama mdogo. Mama mdogo alitikisa kichwa kuashiria hajui chochote. Japo sikuwa najua sababu ya Biden, nikaamua kutoa lile vazi langu ambalo nilivaa. Nikabaki na nguo ya ndani tu. Nikamwambia mama mdogo kwamba uzuri wa umbo langu umemchanganya Biden. Sina la kusema, ila ninachojua mimi, kila kitu kitarudi mahala pake. Wewe na Mary mtarudi kuishi maisha yenu ya kawaida, na mimi hapa nitarudi kuishi maisha yangu ya juu sana. Nifa, nipe adhabu yote ile, nitaipokea, ili ukae mbali na Mary tafadhali. Mary hana kisasi na wewe. Kweli uko tayari kupokea adhabu yote ile? Nilimuuliza mamangu mdogo. Akajibu kwamba ndio. Kesho asubuhi nitakuja kukupatia adhabu ambayo nitapenda uifanye. Uwe na siku njema, nilimwambia mama mdogo, kisha nikaondoka zangu. Mary na White Sister walikuwa kizungumza. Baada ya Sister kuniona, walikatisha mazungumzo yao. Tulimwaga Mary kisha tukaendelea na kazi ambayo ilikuwa imetuleta hapo. Tukiwa katika kutembea, mbele yangu nilimwona Biden. Kwa namna nilivyovaa sidhani kama atanikumbuka vizuri. Taratibu tulimpita, lakini kabla tujafika mbali alitusimamisha kwa kutuita.
Watawa! Watawa! Sijui nitumie salamu gani kuwasalimia, alizungumza huyo kijana. Nilimkunjia mdomo, sikutaka mazoea yote na bwana harusi aliyesitisha ndoa yake. Vijana wengi hupenda kusema habari, ama ni aje wanangu, unyama mwingi, hali kadhalika. Unaweza kutumia salamu hizo, sisi hatuna shaka. White Sister alizungumza huku akitabasamu. Kwa pamoja tulicheka. Sikuwahi kufikiria kama White Sister anaweza kuwa na lugha za kishikaji kama hizi, kwamba ni aje unyama. Samani sister, pengine kuna sehemu tumewahi kuonana. Biden aliniuliza mimi huku akikusanya mkono yake kana kwamba ni mtakatifu kweli kweli. Leo ndio mara yangu ya kwanza kukutia machoni mwangu. Sina uhakika kama tumewahi kuonana pengine. Wewe uliniona sehemu, lakini mimi sijawahi kukuona sehemu nyingine yote ile. Huenda tumesoma wote labda shule ya msingi. Hata sauti yako sio ngeni kwangu. Nadhani kama nimewahi kuisikia sehemu. Biden alizungumza huku akinionyesha ishara kwamba kwa nini namkana. Mueleweshe vizuri. Utanikuta hodi namba 6. White Sister aliniambia kwa lugha ambayo Biden hakuelewa. Kwa nini umesitisha harusi? Mimi hapa nilikuwa na shauku ya kuhudhuria harusi yako, nilimwambia Biden, kisha nikaondoka zangu. Lengo langu nilihitaji nifahamu vizuri tu na si kitu kingine. Biden ni msumbufu sana. Alinifuata kisha akasimama mbele yangu. Alinyanyua mikono juu kuonesha kwamba hana ubaya wowote na mimi yule. Akaniambia kwamba nitahakikisha na kuoa. Wewe hapo huna sababu zinazokufanya uwe mtawa. Kwa hiyo umesitisha harusi yako kwa ajili yangu? Ndio. Nimemkosea sana Mary. Lakini kama ningemuoa yeye, sina uhakika kama ningekuwa mume bora kwake. Tafadhali, naomba unipe muda. Nimuombe msamaha Mary pamoja na familia yake. Na nitakuja kukushawishi ukubaliane na mimi katika hili. Huenda ukawa udugu na ibilisi. Mimi hapa nasubiria kwa hamu sana maneno yako ushawishi. Pengine naweza kushawishika nikakoma kuwa mtawa. Halafu siku nyingine ukiniona niko na White Sister, naomba usinizoe kabisa. Sogea mbali, pita mbali, leave me alone. Yani kaa mbali na mimi kabisa. Nilimwambia Biden, hakika nimekuelewa. Ila kumbuka maneno yangu kwamba wewe ni mzuri sana. Kwani ulizaliwa ama uliteremshwa kutoka juu tu? Biden aliuliza huku akinipisha. Nilimwona kama ni mpozi hivi. Niliondoka huku nikiwa na kumbukumbu za ahadi ambayo tuliopeana na mamangu mdogo. Siku iliyofuatia kulipopambazuka tu niliamka, nilivaa mavazi yangu kama kawaida, kisha juu nilivaa mavazi ya kitawa. Jukumu langu lilikuwa ni moja tu, kuonana na mama mdogo. Kwa mdomo wake alisema kwamba yuko tayari kubeba adhabu yoyote ile kwa ajili ya Mary. Na mimi bila kinyongo nimebeba chai yenye sumu. Nataka hii chai ainywe mama mdogo kwa ajili ya wazazi wangu. Nataka nimuone akifa mbele yangu kama kulipa kisasi. Nilipanda bajaji. Nikiwa ndani ya bajaji nilivua mavazi ya kitawa. Hapa jijini kila mtu ana mishemishe zake. Nitashangaa sana kama utatekwa na tukio ninalolifanya sasa hivi. Nilimwambia dereva bajaji, wala siwezi kushangaa sana kwa sababu jiji la mini lina vituko vya kila aina. Nipe maelekezo, wapi unaelekea? Naenda hospitali ya Shabela. Naomba ongeza mwendo kidogo, natumia dakika kama 20 hivi. Kwa hiyo ndani ya hizo dakika 20 itapendeza kama utanisubiria hapo na mimi nitakulipa pesa ndefu sana. Nilizungumza. Dereva bajaji alitikisa kichwa tu kuashiria kwamba alikuwa amekubali. Na hii yote ni kwa sababu ile donge nono ambalo nilikuwa tayari nimemwekea. Baada ya kufika hospitali niliingia wodini kwa mama mdogo na moja kwa moja niliingia. Nikamwambia kwamba umenisubiri sana Nilimuuliza mama mdogo, hakika nimekusubiri. Nimekuletea chai. Nataka unywe hii hapa chai mpaka ishe. Nilimwambia mama mdogo huko nikiweka chupa mezani. Mguu wangu umevunjika. Siwezi kusimama.
naomba unihudumie kwa mara ya mwisho. Mama mdogo alizungumza kwa sauti iliyojaa unyonge sana. Moyo wangu mimi hauna huruma hata kidogo kwa yale maumivu ambayo niliyabeba kwa muda mrefu. Nilimwekea chai kwenye kikombe kikubwa kisha nikampatia. Nilichukua kitambaa nikamfunga macho yake. Sikutaka nitazame machoni, huenda angewapa faida polisi. Niambie, ilikuwaje baba yangu akawa katili kwangu? Na mama, kitu gani ulimpatia? Nilimuuliza mama mdogo ile swali. Akanijibu kwamba baba yako alikunywa chai. Haikuwa chai kawaida. Nilimwekea dawa ya kugeuza moyo wake. Baba yako anajua kupenda kwa sababu alinipenda sana, mama mdogo aliongea huku akinywa chai. Nilichukua chupa nikamwongezea nyingine. Utakapoondoka katika ulimwengu huu, waambie wazazi wangu pamoja na mwalimu kuwa Nifa anaendelea vizuri, na kubwa zaidi atahakikisha kwamba mali zote ulizozichukua wewe zinarudi mikononi pake. Si ndio? Nilizungumza. Mama mdogo akaniuliza kwamba unamaanisha nini kusema hivyo? Kila kitu kitarudi mahala pake. Nifa ataendelea kuishi maisha ya kifahari na Mary ataendelea kusaidiwa kama zamani. Kwa hiyo unaposema hivyo mwanangu, utambebesha Mary dhambi zote na hata za kwangu? Wewe ni mjinga. Utawezaje kufanya dili na mtu uliyemuulia wazazi wake? Hivi unajua ni vigumu kiasi gani ama ni magumu mangapi nimeyapata kwa sababu yako, alafu bado unamtetea Mary? Tafadhali msamehe Mary. Msamehe Nifa. Mwache afanye mtihani wa darasa la 7. Bila shaka mama yangu alikwambia hivi, lakini kwa kuwa ulikuwa na chuki dhidi yangu hukumsikiliza. Alafu mama mdogo, mbona Mary ni gaidi kama wewe tu? Sielewi unamtetea kwa lipi? Nilitamani uone nitakavyomtikisa Mary, lakini haitawezekana tena. Nataka binti wako aendelee kuishi katika adhabu ambayo nitaitaka mimi. Nataka binti wako wa dhahabu apitie uchungu niliopitia mimi. Atapoteza kizazi, atafanyiwa vitendo vibaya na mwisho atapata maambukizi kama ya kwangu niliopata mimi. Nilimwambia mama mdogo kwa hasira sana. Mama mdogo alitaka kuzungumza lakini hakuweza kabisa. Sikuona sababu ya kuendelea kumtazama. Niliondoka. Dereva bajaji alikuwa mwaminifu sana. Kweli alinisubiri kwa muda mrefu na niliingia kwenye bajaji, nikavaa mavazi ya kitawa, shwa nikaondoka. Akaniambia kwamba naamini mambo yako yameenda vizuri. Ulisema ufuatilie mishemishe zangu. Kwa nini umeniuliza? Macho yako yanaonekana yana maumivu sana. Nina uhakika mkubwa kwamba umefanikiwa na utaendelea kufanikiwa. Naomba usinilipe chochote. Dereva bajaji alizungumza. Kwa sasa pesa ni ngumu sana. Kwa kuwa umekataa kulipwa, sitakulipa. Na wala sitauliza kwa nini unanionyesha matendo ya huruma kiasi hiki. Nilimwambia dereva bajaji na nikamtaka aondoshe ile bajaji mara moja. Niliweza kurudi kituoni. Nilihitaji kupumzika kwa sababu bado taswira ya mama mdogo iliweza kujirudia kichwani mwangu. Kuwa sio kitu rahisi kama watu ambao wanafikiria. Sio kwamba najutia kitendo nilichomfanyia, hapana. Moyo wangu unajilaumu kwamba kwa nini nimemuua kirahisi namna hiyo mtu kama huyu ambaye alihitaji labda kuteseka mpaka akiite kifo mwenyewe. Kwa nini nimemrahisishia hivi adhabu? Labda nitakuwa nimekosea. Nilijilaumu mwenyewe na hata sikumbuki usingizi ulinipitia saa ngapi. Nilikuja kushtuka majira saa 6 mchana. Matron alikuja kuniita akidai kwamba nina mgeni. Tangu niwe hapa sijawahi kupata mgeni. Wageni wote huwa wanakuja tu kwa white sister au watoto yatima. Kwani white sister hayupo? Sidhani kama itapendeza nikizungumza na wageni wake. Nilimwambia Matron, nimesema mgeni yupo kwa ajili yako. Matron alizungumza. Nilichukua kioo na kujitazama kisha nikaelekea alipo mgeni. Mary yuko hapa. Sielewi ni jambo gani ambalo limemleta hapa. Siku zote hupenda kusema kwamba
amenitafuta sana bila mafanikio. Sasa sielewi leo imekuwaje rahisi kunipata mimi. Nikamkaribisha pale na kumsikiliza. Akaanza kuzungumza kwa kusema kwamba nimekutafuta sana Nifa. Nimefurahi kukuona. Mary alizungumza huku akinikumbatia. Nilimkumbatia pia kisha nikampa pole kwa kunitafuta sana. Leo umenitafuta sehemu sahihi sana. Sielewi hizo siku za nyuma ama siku nyingine ulikuwa unanitafutia wapi. Nilizungumza. Mary alizungumza badala ya kunijibu akasema kwamba adui yako amefariki. Nikamjibu kwamba adui yetu sisi watawa, adui yetu ni shetani. Sielewi Mary, unamzungumzia adui gani? Hebu tukae kwanza, nilimwambia Mary na nikamkalisha kwenye kiti. Mtu aliyekufanya uwe mtawa, mama mdogo wako kafariki. Mary aliongea akiwa kanikazia macho. Nilipiga alama msalaba kisha nikamshika mkono Mary. Pole kwa hilo. Pole sana. Umemuua mama yangu? Kwa nini umemuua? Mary aliniuliza akiwa na tabasamu. Na mimi nilitabasamu pia kwa sababu nimeyasoma mawazo yake. Mary yuko hapa kuniingiza mtegoni. Nilinyoosha mkono, nikachukua kibanio kilichokuwa kwenye nywele zake. Nilikikagua, kilikuwa kinasa sauti. Nikamwambia kwamba kwa hiyo umekuja kuchukua ushahidi, si ndio? Ili mimi nikamatike kirahisi. Nilimuuliza Mary huku nikikipapasua kibanio chake. Sema kwa mdomo wako. Kwa nini umeniulia mama yangu? Mama yako aliniulia wazazi wangu. Hivi nilishawahi kukuuliza kwa nini mama yako ameniulia wazazi wangu? Na kwa nini wewe uniuliza swali la ajabu kama hili? Nilimuuliza Mary kwa sababu tayari nilikuwa nimechefukwa. Mary alinipiga kibao kimoja kitakatifu sana. Pap! Mtawa feki. Sikia Nifa. Naenda kumzika mama yangu. Pindi nitakapomaliza zoezi hilo, nitahakikisha unaishi sehemu moja tu na takataka. Na hata najiuliza maswali mengi sana kwa nini Biden alisitisha harusi. Sikuwa na majibu, ila kupitia kauli yako uliotamka sasa siwezi kushangaa tena. Siku zote mtoto wa nyoka hawezi kuitwa ng'ombe. Mtoto wa nge ni nge tu, hawezi kuwa mjusi. Kumbe hata Biden unamjua? Vipi? Umemtamani? Nenda kamzike mama yako. Huwezi kufanya vita na mimi hata siku moja. Karibu kwenye msiba mama yangu. Naomba uje ushuhudie jinsi nakavyomzika mama yangu kwa heshima. Wazazi wako walizikwa kama mizoga, lakini mama yangu nitamzika kwa heshima zote. Mimi na wewe tutakutana. Sisi ni people. Mary alizungumza kisha kaondoka zake. Hata kama Mary asingeniambia habari zile za msiba au kunialika, mimi ningejua tu namna gani ningeenda. Ni kitambo sana kwa sababu niliandaa mavazi ya kitawa ya gharama sana kwa ajili ya msiba mama mdogo. Nilikuwa na imani kuwa iko siku moja kwamba atakuja kufa. Imani hii imekuwa na nguvu ya ukweli na kwamba amekufa. White sister akirudi, mueleze kwamba nimeelekea kwenye msiba mama mdogo. Nilimwambia matron baada ya kujiandaa vyema. Unaenda kwenye msiba mama mdogo wako? Matron aliniuliza akiwa haamini kwa sababu nilishawahi kumsimulia historia yangu ya nyuma. Lazima niende nikamzike. Mimi sina ubaya naye. Ukiwa mtawa hupaswi kuwa na hasira ndani ya moyo wako ama chuki au viapo fulani. Uwe na amani mwanangu. Lakini kama mimi ningekuwa ni wewe nisingeenda kabisa. Madam alizungumza hivyo, lakini mimi nilipanda bajaji nikaelekea nyumbani kwa mama mdogo. Kulikuwa kumepambwa sana kana kwamba kuna sherehe kubwa. Bila uoga wala hofu yoyote niliingia ndani. Mary baada kuniona tu alinikumbatia, alilia sana kwa uchungu sana. Tangu utotoni Nifa na Mary walikuwa wanapendana sana. Angalia hata sasa bado wanapendana. Nilisikia sauti za watu wakizungumza. Nahitaji kuona mwili wa mamangu mdogo, nilimwambia Mary. Kawa mweusi mwili wote. Na hofia huenda ukapiga kelele. Anatisha mama yangu.
nipeleke, huyo ni mamangu mdogo, kwa hali yote ile ni ndugu yangu, nitaendelea kumthamini na kumwenzi. Kuna namna mimi na Mary tunavyozungumza mbele za watu, unaweza kusema kwamba tunapendana sana. Niliingia chumbani kwa mama mdogo, huku ndiko mwili wake ulihifadhiwa. Niliushuhudia mwili wake ulikuwa mweusi sana kuliko kawaida. Mwili huu ulikuwa haufai hata kuonyeshwa mbele za watu au katika kuaga katika jeneza. Hakika umekuwa na roho ngumu sana. Hakuna mtu anaweza kuutazama huu mwili wa mama yangu. Mary alizungumza. Sumu aliyokunywa nilimpa mimi. Kwa nini niogope kumtazama? Lazima nimtazame kwa macho yote mawili. Kwa hiyo, upo hapa kumzika mama yangu au kunitukana? Ama kukutana Biden? Niambie, upo hapa kwa ajili gani? Mary aliniuliza swali la ajabu sana. Bila shaka, upo hapa ukiwa na hofu ndani ya moyo wako. Nimemwambia Biden nitamkubalizia kama ataweza kunishawishi. Nifa, unataka tuishi maisha yaliyoishi wazazi wetu? Wewe pia unataka tuishi maisha hayo? Ndio maana uliniuliza swali la ajabu sana, kwa nini nimemuua mama yako? Fanya yote, ila naomba muache Biden. Mary, unaonekana hata huna machungu juu ya kifo cha mama yako. Nifa, acha kuupima moyo wangu. Moyo wangu una huzuni sana kwa kuwa ushamwona adui yako. Sawa. Sikuwa na shaka tulielekea nje ambako kulikuwa na watu wengi sana. Mimi na Mary tulikuwa karibu. Baadhi ya watu nilisikia wakisema nina roho ya kipekee sana. Ujue mambo aliyotenda mama mdogo kwa familia yangu yalizagaa sana kwa watu. Sasa hivi hapa mimi naonekana ni mwema machoni pa watu. Lakini ukweli kutoka maoni kwamba mimi Nifa nina kisasi changu kikubwa sana. Naamini hata Mary ana kisasi kikubwa sana kwangu. Ndio maana kila mtu anaishi kwa umakini mkubwa mno. Biden alikuja pia katika ule msiba, alikaa karibu yangu. Mwanaume huyo alikuwa ni mkorofi sana. Alianza kukanyaga miguu yangu kunishtua. Mimi sikupendeza na ile tabia yake. Japo watu walikuwa ni wengi sana, lakini hawakunitisha. Nilimtia kibao shavuni mwake. Watu wote waligeuka upande wangu. Mama mdogo wangu hajalala kwenye nyumba yake milele. Unapata wapi nguvu ya kuweza kunifanyia mambo kama haya? Wewe si ndio ulitaka kumuoa Mary? Kwa nini hukufanya hivyo? Mama mdogo alipaswa kushuhudia harusi ya Mary. Hakika hii inaumiza sana. Nilizungumza huku nikilia. Wenye mioyo kuguswa haraka sana walianza kulia pia. Hakika huyu kijana aliaibika kwa kuwa ni mwanaume, atapambana na hali yake huko. Historia mama mdogo ilisomwa, mali za mamangu mdogo alizoacha zilisomwa pia. Masikioni mwa watu mama mdogo alisikika kama mwanamke mpambanaji. Mary aliweza kunitazama kwa macho ya si kwamba nilikwambia mama yangu atakumbuka kwa kuwa mpambanaji. Ndio macho ambayo alikuwa anatazama tu. Mama Mary, wewe ni mwanamke mshenzi sana. Nilikwambia kwamba ipo siku moja utakufa, na kweli leo nakuzika. Mimi nimepitia mambo mengi sana. Na kukumbusha tu maneno yangu, hata kama uwe na pesa kiasi gani hauwezi kushindana na kifo kama haujaishi vizuri na watu. Baba yake Mary alizungumza. Japo kalewa, amechakaa, lakini namkumbuka vizuri sana, na kauli hii aliyozungumza iliweza kuzua taharuki kubwa mbele za watu. Hizi mali ni za shemeji yako. Eti wanasema wewe ni mpambanaji. Watu wote hapa wanajua ujinga uliofanya huko nyuma. Kama nasema uongo, amka unipige. Amka. Oh, hawezi. Baba mdogo alizidi kuongea huku akicheka sana. Niliona watu kama wanafurahia hivi. Sikutaka kuonekana na furahia pia. Nilisimama na kumfuata yule baba mdogo alipo. Nikamwambia baba mdogo, naomba utulie. Mimi ni Nifa. Nilizungumza. Baba mdogo baada kunitazama kwa sekunde kadhaa tu alidondosha machozi. Alikumbuka mbali sana. Alikumbuka mimi ni miongoni mwa mtoto ambaye wazazi wangu wamepitia matatizo kwa sababu ya huyu mama mdogo. Msikilizaji, binti Nifa ana mengi ya kutusimulia katika hii simulizi. Lakini kumbuka kwamba mwisho wa ubaya ni aibu.
kila jambo utakalolifanya ikiwa ni kinyume cha kuwapa watu maumivu lina malipo yake hapa duniani. Mimi niseme kwamba tukutane katika sehemu ya 3 ambayo ndio itakuwa sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi hii. Nikutakia usikilizaji mwema wa simulizi nyingi ambazo zitakujia hapa kupitia Chilimo Simulizi. Mimi ni Emmanuel Chilimo ambaye napatikana kupitia nambari ya simu 0657 203146. Nicheki kupitia WhatsApp nami nitajibu ujumbe wako. Tukutane katika sehemu ya 3 tuone huu ugomvi ama huu mvutano kati ya Nifa pamoja na Mary utaishia wapi. Je, Nifa atafanikiwa kuzirudisha mali zote ambazo zilifanywa dhuluma kwa wazazi wake? Nini ambacho kitatokea katika hii simulizi? Mimi na wewe hatujui. Chao.